وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق. فاللهم صل وسلم وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، baada ya kumshukuru Alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia siha na uzima tukaweza kudiriki masiku yaliyokuwa bora zaidi katika ulimwengu, masiku ambayo kwamba yanapatikana katika mwezi ambao ni mtukufu katika miezi mitukufu. Katika uchache wa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kusema alhamdulillah, na hakuna neema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyojalia mja baada ya kupewa imani kama kuruzukiwa afya. Ndio hata anaonekana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimuhusia moja katika masahaba, kaambia sallallahu al-afia, muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuruzuku afya. Fa inna ahadan lam yu'ta khayran ba'da al-imani khayran min al-afia, hakika mja hakupewa kitu bora baada ya kuruzukiwa imani, baada ya kuruzukiwa kuwa katika milla ama dini ya Uislamu kama kupewa afya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivyotukusanya katika nyumba yake hii, atukusanye pamoja na al-Habibul A'zam Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama tunavyofahamu anafsahirisha ama anatuletea sababu mbalimbali ili sisi wanadamu tuweze kumkumbuka yeye, ili tuweze kupata zile asbabu za kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na moja katika asbabu ni kufadhilisha vitu juu ya baadhi, na hii inapatikana katika kila sehemu. Ahyana anaweza kufadhilisha sehemu, ahyana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataweza kufadhilisha shakhsia ya mtu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataweza kufadhilisha zama ili tuweze sisi waja wake kumwabudu Alhaq subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu katika aya anatuambia inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya kujalia katika mwaka huwa kuna miezi 12, lakini akachagua katika miezi 12 minne ikawa ni bora. Na hii minne ni gani? Ni ile ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda katika hija alionekana katika yaumun nahri, ile siku ya kuchinja, akiwahutubia masahaba zake akwambia inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum thalatha mutawaliyatun wa rajab mudhar baina sha'ban wa jamada. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya kujalia mwaka ukawa na miezi 12, akajalia miezi minne ikawa ni katika miezi mitukufu, akaitaja sallallahu alayhi wasallam ambayo ni Dhulqa'da, kisha inafuata Dhulhijja, kisha kuna Muharram, kisha na mwezi mwingine ni Rajab ambao kwamba umetenganishwa baina ya Shaaban na Jumada. Na walillahi alhamdu, na sisi tumedirikiwa na masiku haya matukufu, masiku ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameapa kwayo katika Al-Qur'anul Karim aliposema wal fajr wa layalil ashr. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'anul Karim kitu chochote atakapoapa kwacho, basi ujue kila kitu kina mazia, kina ubora usiokuwa wa kawaida. Ndio maana katika hadithi aliyopokea Abu Ya'la katika musnad yake anasema
Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia inna afdala ayami dunya al-ashr, hakika masiku bora katika ulimwengu ni masiku ambayo ni yale 10 la kwanza katika Dhulhijja. Maulama wamekhtalifiana katika ubora wa masiku haya. Baadhi ya maulama wakasema masiku haya ni bora kushinda hata yale masiku ya mwisho katika Ramadhani. Wengine wakasema yale ya Ramadhani ni bora kushinda haya. Wale wakasema kwa sababu kule kunapatikana Lailatul Qadr. Lakini hawa wengine waliofadhilisha masiku kama haya wakasema pia kuna yaumu Arafa. Lakini kuna wale wengine walifanya taadul, wakasema katika masiku usiku wake unakuwa ni bora ni yale ya Ramadhani, 10 la mwisho la Ramadhani. Lakini masiku ambayo mchana wake ni bora ni masiku haya ya Dhulhijja, haya ambayo kwamba tuko nayo ndani yake. Kwa hiyo tunapata kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefadhilisha masiku kama haya. Na kama ambavyo tunafahamu, lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapofadhilisha kitu, basi lau ukafanya jambo jema, ukafanya khairi ndani yake, basi ile hasana ama thawabu utakazopata katika ule mwezi sio sawa na miezi mingine. Na lau pia kinyume chake, lau ukafanya dhambi, na hata dhambi iwe ni toto namna gani, lakini kutokamana na ile heshima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoipa ile miezi aliyoitukuza, basi dhambi zake zinakuwa si sawa na dhambi zingine. Ndio katika hadith iliyo katika Sahih al-Bukhari anahadithia Abdullah ibn Abbas kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi yake, ma min ayamin al-amalu salihu fiha wa fi riwayatin fihinna ahabbu ila Allah fi hadhihi al-ashr, hakuna amali ambayo kwamba inapendwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama amali ama matendo utakayofanya ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja. Masahaba waliposikia hadithi kama hii, wanajua amali bora zaidi ni kupigana katika jihad, kutoka kupambana. Ndio maana akamuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala aljihadu fi sabilillah, hata mtu akatoka akaenda kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inakuwa inazidiwa na amali itakayofanya katika masiku haya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawajibu, wala aljihadu fi sabilillah, kwamba hata kama mtu atatoka akaenda kupigana jihadi si sawa na amali ambayo kwamba mtu atafanya katika masiku kama haya. Kwa hiyo lau mtu akaketi nyumbani akawa anasoma Al-Qur'anul Karim, akawa analeta dhikri, ama akawa anatuma sadaqa, hata kwa mfano kwa M-Pesa, na mtu ambaye kwamba yuko katika jihadi, ameshika panga, anapambana, ima uliwe katika maaraka kama yale, lakini Mtume anakuambia huyu aliyeketi nyumbani anasoma Qur'ani ni bora zaidi. Isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akavua akasema, illa rajulun dhahaba binafsihi wa malihi wa lam yarji katika hayo mawili, isipokuwa katika nafsi yake na mali yake. Isipokuwa rajul, mtu ametoka na nafsi yake na mali yake, hakurejea katika hivyo vitu hivi. Kwa hiyo ni ubora ulikuwa vipi katika masiku kama haya? Tunkiangalia baadhi ya salaf namna walivyokuwa wakipatiliza fursa kama hii. Al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu na Abdullah ibn Umar walikuwa wakionekana masiku kama haya wakitoka wakienda masokoni, sio kwa ajili ya kununua vitu, walikuwa wakitoka kwa ajili ya kupiga Allahu Akbar, yani wakipiga takbira kwa nguvu. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuwashutua watu, kwa ajili ya kuwatanabaisha watu kwamba masiku kama haya yameingia, ili watu waweze kupiga takbira, waweze kufanya dhikri kwa wingi katika masiku kama haya. Saad ibn Ubay, mmoja katika tabi'ina, alikuwa masiku kama haya watu wakidhania kama amekufa, kutokamana alikuwa akijifungia ndani. Wengine wanasema alikuwa hata acheki,
kwa sababu ya kujipinda katika ibada kwa masiku kama haya. Ndo alikuwa akiwaambia sahaba zake ama wanawe, la tutfihu suruja fi hadhihi al-ayyam, msizime taa, msizime vibatari vile katika masiku kama haya, kutuonesha kwamba mfanye ibada katika usiku, mfanye dhikri katika masiku kama haya. Na hakuna ibada kubwa ambayo kwamba ni bora zaidi katika masiku kama haya kama kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine akasema, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, kwamba wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku al-ma'lumat. Ibn Abbas hibrul umma wa turjuman al-Quran anasema ayyamul ma'lumat yanakusudiwa katika aya kama hii ni ayyamun dhilhijja, ni yale masiku 10 katika mwezi huu wa Dhulhijja. Ahbabi fillah, tujipinde katika masiku kama haya kwa kusoma al-Qur'anul Karim, kwa kuleta dhikri, kwa kufanya khairat kama kutoa sadaka, lakini pia vile vile kuunga undugu, kuwafanyia wema wazazi wawili. Thawabu utakayopata katika masiku haya si sawa na thawabu utakayopata katika miezi mingine. Lakini moja katika jambo ambalo ni kubwa katika miezi kama hii ni as-sawm. Ndo Ali karramallahu wajhahu alikuwa masiku kama haya akifunga siku 9 zote. Hata imepokea katika hadithi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama anavyoelezea na Aisha kwamba masiku haya yote 9 alikuwa akiyafunga salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Lakini ikiwa umeghafilika hujafunga katika masiku haya 9, basi walau isikupite katika ile siku ya Arafa, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaangalia waja wake kwa jicho la huruma. Ndio maana katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yakfara as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'da, kwamba funga ya yaumu Arafa anatarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufuta madhambi yaliyotangulia na yatakayokuja. Tujiulize sisi, kuna madhambi ambayo kwamba tumeyafanya kwa dhahir, kuna madhambi ambayo kwamba hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakustiri. Fursa kama hii tumeipata ya kufutiwa madhambi yaliyopita na ya kufutiwa madhambi yatakayokuja. Kwa nini tupitwe na fursa kama hii? Ndio Umar khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionekana akimuhusia mmoja katika vijana, akamwambia isikupite fursa kama hii, ufahamu kama ule mwaka unaokuja utaudiriki. Kwa hiyo pia katika mwaka kama huu umepata fursa kama hii, basi tufunge na sisi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuidiriki yaumu Arafa. Kwa kumalizia nukta ya mwisho, yaumu Arafa kama walivyosema maulama wengi, na mimi nitanukuu baadhi ya maulama kwamba ile funga ni siku ya 9 kutokamana na kuhesabu Dhulhijja. Miongoni mwao waliosema maneno kama haya ni al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake cha Al-Majmu', katika kufanya sharh cha kitabu cha Al-Muhadhab, anasema kinachodhihiri katika wengi katika maulama bal ijma' kwamba Arafa ama saumu yaumu Arafa ni siku ya 9 katika muandamo wa mwezi wa mji wako uliwepo. Maneno haya pia yamenukuliwa katika kitabu cha al-Imam Malik al-Muwatta, anasema hakuna ikhtilaf alipokuwa akielezea sunna zinazofanyika katika yaumu Arafa, akasema miongoni mwao ni kufunga. Kisha akaelezea kwamba kufunga hiyo saumu inakuwa katika ile siku ya 9. Pia al-Imamu Shafi'i, imamu wetu rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake pia ameeleza maneno kama haya, akisema kwamba funga ya Arafa inakuwa katika ile siku ya 9. Imam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa naye aliulizwa swali kama hili: je,
siku ya Arafa kwa ambao kwamba hawako katika hija ama ambao hawako katika maukifu ya Arafa, je, Arafa yao inakuwa ni siku gani? Akasema kinachodhihiri kwa wengi katika maulama kwamba ama Arafa kwa wale mahujaji ni ile siku wanaosimama, lakini Arafa kwa wale ambao kwamba hawakwenda hija basi ni ile siku ya 9 kutokamana na mwandamo wa mwezi wa Dhulhijja. Bimashiatillah, ama insha Allah tunatarajia Arafa kwetu sisi kutokamana na mwandamo wetu itakuwa ni siku ya Ijumaa insha Allah, sivyo? Lakini yaumul Eid itakuwa ni Jumamosi yake. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nafahati za siku kama hizi, atukufurie dhambi zetu. Allahumma wafiqna lilkhair wajannibna minash shar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. تعالى في ذاته عن إدراك المدركين، وسما في خلقه أن تحيط به أفكار المخلوقين. نزل في علوه وعلى في نزوله، وأجمل في تفصيله وفصل في إجماله. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله. لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب. من اهتدى به ما ضل ومن اتقاه باذل ومن اعتز به باذل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى رب محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فهو صفوة الصفوة ولباب اللباب. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق. فاللهم صل وسلم وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، قد أقبل علينا شهر عظيم وموسم البركات وتضعيف الحسنات. شهر فيها ليال العشر التي أقسم الله بها في القرآن الكريم، فقال عز وجل من قائله: والفجر وليال العشر. وقال عز وجل في علاه: ويذكرون اسم الله في أيام معلومات. فسر
حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس فقال: أيام معلومات هي أيام ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده فقال: ما من أيام أفضل من خير هذه الأيام. كما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، وفيها لا بد أن نحرص على فعل الطاعات وأن نجاهد نفسنا عن بذل جهدنا في كثير من الخيرات، كما كان صلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كما روى البخاري أنه كان يخرج إلى السوق فكبر حتى يعلن الناس أن هذه الأيام قد دخل. لا بد أيها الناس أن نحرص من تلاوة القرآن وفعل الخيرات والصدقات. أيضا سئل الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: لماذا كان هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا؟ فقال: لأنها اجتمعت فيها العبادات، فيها الحج وفيها الصوم وفيها الصلاة وفيها الزكاة أيضا. فنحرص على هذه العبادات، خصوصا الصوم، خصوصا في يوم عرفة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا لمناهيه وأن يجعل المستقبل حالنا خيرا من ماضيه. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والفجر وليال العشر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا سيد الخلائق والبشر، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. عباد الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أول نبيك على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع سور القرآن من استحيت منه الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطفنا فيما جرت به المقادير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأعز أكبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.